Basi karibu katika shule ya Biblia ya katikati ya wiki. Leo tunaanza kitabu kipya baada ya kuwa tumemaliza kitabu cha Mwanzo wiki iliyopita. Leo tunaendelea kitabu cha Mwanzo kilipoishia, tunaanza na kitabu cha Kutoka. Neno Kutoka linamaanisha kwa lugha ya King James inaitwa Exodus. Exodus maana yake ni kitabu kinachoongelea wana wa Israeli walivyotoka Misri utumwani wakiwa wanaelekea katika nchi ya ahadi. Hii kitabu kitaisha na milango 40 na hawatakuwa wameshafika. Kitakuwa bado kinaisha wakiwa bado njiani walipokuwa majangwani huko na nini. Kwa hiyo tutakifuata tujifunza mambo mengi sana kutokea humo, na naomba nisiende sana katika utabu. Kwa hiyo tutakuwa humo kwa muda wa wiki 40, mwaka mmoja kasoro kidogo. Basi tukumwomba Mungu atutie nguvu tuweze kujifunza hekima hii ya ajabu ya Mungu wetu. Amen. Tumeshasoma leo, tumesoma sura nzima, ina jumla ya mistari 22, sio mingi sana, lakini na hoja nyingi kweli kweli. Kuna vitu vingi vya kujifunza, lakini nimeona mambo makubwa matatu. Na hii ndio staili muhimu ya kujifunza Biblia. Lazima utafute picha kubwa ya makusudi ile sura, na iweze kwenda sambamba, kusoma sambamba kwa kwenye context na sura na kitabu chote pamoja na Biblia yote. Kwa hiyo tunatafuta ile mambo makubwa matatu ambayo yanaweza yakafundishwa ndani ya muda tunaokusanyika hapa, kama saa moja hivi. Kwa hiyo tutaona mambo matatu. Labda nitangulie tu kuyapitia kwa ufupi tu. Kichwa cha somo la leo ambacho nimesema naona ndio kinabeba ujumbe. Unaweza kusema kinasema ukitenda mapenzi ya Mungu utachukiwa. Ukiwa unatenda mapenzi ya Mungu, ukitembea katika mapenzi ya Mungu, usitegemee kupendwa. Na ndivyo ilivyokuwa. Yesu aliwaambia wanafunzi wake katika Luka. Akasema ole wenu. Alikuwa anahubiri kuhusu habari za manabii wa uongo wa Mafarisayo. Anasema ole wenu watu wote watakapo wapenda ninyi, kwa sababu ndivyo walivyofanya kwa manabii wa uongo. Lakini anasema heri ninyi watu watakapowachukia kwa sababu ya jina langu. Kwa hiyo ukiwa unasimama katika mapenzi ya Mungu. Leo twende tu katika utangulizi wa haraka tu. Nilikuwa na ngoja kwanza nianze na zile hoja kwa ufupi tu, kwa hata msikilizaji ambaye hata tufuatilia mpaka mwisho aweze kupata lengo la somo hili. Hoja kwanza itakuwa hiyo. Tutaona mapenzi ya Mungu ni uzazi mwingi na kuongezeka. Imo katika somo la leo. Ndio mapenzi ya Mungu. Leo hii mapenzi ya dunia yako kinyume na hapo. Ukienda katika kampeni mbalimbali, katika hekima mbalimbali za dunia, uzazi mwingi ni kinyume kabisa na hekima ya sasa ya dunia hii. Lakini ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu tunaona kwamba muda wote, na sio kwenye kitabu cha Mwanzo au Kutoka, hapana, ni Mwanzo mpaka Ufunuo. Tunaona hata watu walipofika mbinguni kwenye Ufunuo mlango wa 7 na Ufunuo mlango wa 14, watu waliopokelewa mbinguni walikuwa anasema ilikuwa ni idadi isiyohesabika. Kwa maana kwamba hata katika Ufunuo Mungu anataka watu wengi waweze kufika katika ufalme wake. Hata kama wengi sana watakuwa hawakufika. Hoja ya pili tutakayoiona, kwa hiyo kwanza tutaona kwamba ni mapenzi na makusudi ya Mungu kwamba watu waongezeke katika uzao. Ni mapenzi na amesema mara nyingi, japo imepingana na dunia. Hoja ya pili tutakayoiona, tutaona kwamba ukiwa na Bwana, ukiwa na Kristo, ukiwa na Mungu, utastawi hata katikati ya mateso. Tutaona kwamba wana wa Israeli wakati walivyokuwa wanaendelea kuteswa sana ili kusudi washindwe, wapungue, Biblia inasema ndivyo walivyokuwa wanaendelea kuongezeka. Yaani kama uchukue moto uanze kuuzima kwa petroli ukidhani ni maji. Yaani ndipo unaendelea kama kuwachochea. Kwa hiyo tunaona kwamba tukiwa pamoja na Kristo, tukasimama na Kristo kwa kumwamini, hata ukiteswa na hata ukifanywa kibaya, ndipo nguvu yako itakapokuwa inaendelea sasa kuongezeka. Hiyo ni hoja ya pili. Na hoja ya mwisho tutakayoona, tutaona hoja ambayo Biblia inasema mara nyingi ya kumsikiliza Mungu zaidi kuliko kuwasikiliza wanadamu. Yaani ikitokea kwamba kwa mfano Farao aliwaambia wale wazalisha wale naweza kutumia lugha ya Kiswahili tulichozoea ni wakunga. Wale wakunga
Shafira na Shifra na Pua. Akamwambia kwamba mtoto wa kiume akizaliwa akiwa wa kiume muueni. Lakini akiwa wa kike muhifadhi hai msimuue. Hawakujali, hawakufanya kama alivyowaambia. Kwa hiyo tutaona pia kwamba ni jukumu kutii mamlaka, ila kama yale mamlaka yamepingana na mamlaka ya juu zaidi ambayo ni mamlaka ya Mungu, basi ile mamlaka utaikatalia vile vile, hutaitii. Kwa hiyo tuna jukumu kama Wakristo kutii mamlaka, kuitii serikali, kutii kila tunaona. Kwa hiyo naomba nisiende kwenye utangulizi mrefu, vinginevyo nitakuwa nimeshaanza kuhubiri. Kwa hiyo tunaona kwamba imetupasa kumtii Mungu kuliko kutii wanadamu. Sivyo ilivyo leo hii. Leo Wakristo wakiambiwa na mamlaka zozote zile, labda kupunguza uzazi, sijui nini zimetokea ushirika la afya duniani, wanaona ndio kweli, hawezi kusoma Biblia wakaikubali hata siku moja. Wataona Mungu ameshapita na wakati, ni mshamba. Kwa hiyo ni kitu kibaya na hakimpendezi, kinamuudhi Mungu. Kinamuudhi Mungu. Kwa hiyo turudi kwenye zile hoja sasa, kama utangulizi tumeshamaliza. Tuende katika zile hoja. Ya kwanza tumeona kwamba mapenzi ya Mungu ni kuzaa na kuongezeka. Nilishatangulia kusema kwamba hiyo ndio hoja ya kwanza. Mapenzi ya dunia na wote mlioko hapa na wanaotufuatilia kutoka mbali watakubaliana kwamba dunia falsafa yake ni kupunguza uzazi kwa kiwango kinavyowezekana. Ndio sababu mashirika ya kimataifa baadaye nitakuja kuongelea, mtu unayetufuatilia usiondoke, nitakwambia kuna shirika na vituo vya afya viko chini ya vinaitwa Marie Stopes. Wanahusika na utoaji wa mimba na kusaidia watu waliotoa mimba na kupanga uzazi na nini. Wamevipa majina mazuri, lakini ukichimba asili ya lile shirika lile ni shirika la shetani kabisa, ni kama limetokea kuzimu kule Uingereza na tawi lake likitokea pia Marekani. Watu tutaenda huko nako. Kwa hiyo tunaona ni mapenzi. Twende katika maneno ya Mungu sasa. Tusome katika maneno yenyewe. Wana wa Israeli kwa hiyo tunaangalia mtu mapenzi ya Mungu ni kuzaa na kuongezeka. Wana wa Israeli ndicho walichofanya. Walizaa na kuongezeka, wakawa sasa watu wa dunia ambao ndio taswira yake ni Misri. Wakawa wamechukizwa na hilo. Leo hii kitokea akawepo mama na familia ya baba na mama, wanaozaa watoto ni watu wawili. Wakawa na watoto 4, 5, wakafika 6, 7 hapa mjini. So wataonekana ni wajinga. Watachukiwa. Haina tofauti kama walichukiwa na wana wa Israeli walichukiwa vile vile. Tusome mstari wa kwanza mpaka wa 8 hivi. Basi majina ya wana wa Israeli walioingia Misri ni haya, kila mtu pamoja na jamaa zake. Walikuja pamoja na Yakobo, Rubeni na Simeon na Lawi na Yuda na Isakari na Zabloni na Benyamini na Dani na Naftali na Gadi na Asheri. Na nafsi zile zote zilizotoka viunoni mwa Yakobo zilikuwa ni 70. Na huyo Yusufu alikuwa huko ndani ya Misri tangu hapo. Yusufu akafa na ndugu zake wote na watu wote wa kizazi kile. Na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi. Msikiliza maneno. Walikuwa na uzazi sana. Biblia ikitumia maneno mengi mara nyingi ujue ni msitizo. Msikiliza msitizo wa huu uzazi. Walikuwa na uzazi sana. Neno sana umeliona. Na kuongezeka mno. Naona kwamba nayo ni neno ni kama unarudia. Na kuzidi kuwa wengi. Unaona ni neno lile lile. Mungu anasisitiza. Nao wakaendelea na kuongezeka nguvu. Unaona kwamba ni kuongezeka. Ndani ya sentensi moja, na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Ndio makusudi ya Mungu. Ukisoma kuanzia hapa mwanzo, kitabu cha Kutoka na Mwanzo tuko maliza mpaka Ufunuo, huwezi ukapata kinyume na makusudi haya. Haya makusudi yamekuja na wanadamu miaka wala sio mingi. Miaka 50, 20, 30 iliyopita. Mungu hakubadilisha, akasema miaka iliyopita 30 nimeshabadilisha utaratibu. Biblia imeshapitwa na wakati. Hapana. Kama Ufunuo ilipoishia pale, Mungu hajatoa kauli yake tena. Alikamilisha. Biblia inasema maneno yote akayamaliza katika masikio ya wanadamu. Hekima ya Mungu ikamilika. Lakini sasa hivi wanadamu wamejitafutia utaratibu wao. Na wana maelezo mazuri wanakuambia zao wa kumsomesha. Huwezi kuiona hilo neno kwenye Biblia.
Na huwa na challenge nauliza nikasema kwa mfano angalia marais wa Marekani. Tuchukulie mtu kama Rais Bill Clinton, rais wa zamani huyo, aliyemfuata George Bush na baba yake, Bush mwingine na akina Obama. Wale ni watu wenye fedha nyingi kweli kweli. Lakini Clinton ana kitoto hiki kimoja. Kwa hiyo alizaa kimoja kwa sababu ndicho anacho uwezo wa kusomesha ndani ya Marekani kweli. Ni makusudi tu ya uongo. Ni makusudi tu ni majibu ya kwao. Na Wakristo wameyabeba hayo maneno. Ni Wakristo wameyabeba hayo maneno, hasa haya makanisa haya. Rokole sabato hayo. Matatizo makubwa kabisa. Matatizo makubwa. Mtu anaenda na beba, anasema watu hawa huniabudu bure kwa vinywa vyao, wakifundishwa mafundisho waliofundishwa na wanadamu. Hayo ni mafundisho ya wanadamu. Anasema katika Isaya mlango wa 29. Anasema katika ni sana 11. Anasema katika Mathayo 13 8 na 9. Sihitaji kwenda huko. Ni mafundisho ya wanadamu, hekima ya wanadamu. Hekima ya wanadamu. Twende mbele. Tusome tusitize mistari kadhaa. Mstari wa kwanza, mstari wa 5. Mungu anatuonyesha kwamba watu walioingia Waisraeli familia ya Israeli walikuwa 70. Na alishalisema katika kitabu mlango wa 46 kitabu kilichopita. Anataka kutuonyesha kwamba waliingia katika taifa wakiwa 70, lakini wakawazidi wingi na Mungu analiongea kama jambo la sifa. Anaonyesha kwamba mnaweza mkao wachache lakini mkaongezeka. Sasa siku hizi watu ni wanafiki. Ukienda katika harusi utasikia mtu anaanza kuambia idadi ya ndugu zake walio nao kwa furaha, kuonyesha kwamba nina siji wajomba zangu wako pale, mababu wako pale na mabibi, siji na watu gani, wingi anakuambia, alafu lakini anakuambia inaonekana ni sifa, lakini kwenye uzao anakuambia bwana usizae. Wanadamu akili yake ni kama mbovu vile. Mstari wa 7 Biblia inasema wakaongezeka. Tumeona Mungu anasema wanaongezeka. Na ni makusudi ya Mungu kwamba na Mungu anamaanisha maana mbili ya kuongezeka. Hii ni taswira ya ongezeko la mwilini. Lakini alipokutana na Ibrahim mara ya kwanza, tutafika pale. Mlango wa 12 na mlango wa 17, alimwambia anasema nenda kahesabu Ibrahim, nenda kahesabu nyota za angani. Ukiweza kuhesabu huo ndio uzao wako. Hiyo ni taswira ya uzao wa rohoni mbinguni. Alafu nenda kahesabu mchanga wa baharini duniani. Wana wa Israeli, wana wa Ibrahimu kimwili ndio taswira yake ya mchanga wa baharini, na kiroho ni taswira ya mbingu, ya uzao wa rohoni, ya nyota za mbinguni. Ni makusudi ya Mungu na mataifa. Kwa mfano tuende katika mataifa, tuache hata familia. Mataifa yale yenye watu wengi ndio mataifa yenye nguvu. Kwa mfano taifa of course liko mwishoni linaenda kupotea hilo. Taifa kama Marekani ina watu kitu kama milioni 300 na kitu. 300 kama na 50 60. Sawa. Mara kama 6 ya Watanzania. Lakini wakija Tanzania kwambia Tanzania mmezidi, mmeshakuwa wengi. Nisha kufundisha somo hili la wingi la kuongezeka, nikalinganisha na asilimia ya dunia iliyokwisha tumika ambayo haiwezi kuendelezwa zaidi ni asilimia 11 mpaka 15, chini ya robo. Chini ya asilimia 20. Lakini anakuambia dunia ishaja. Tanzania inaonekana tumetumika asilimia kati ya 11 na 16. Kwa hiyo ni maelezo ya uongo na yamepingana na makusudi ya Mungu kila wakati. Tafuta mataifa makubwa kama China wako bilioni 1 karibu na nusu. Wachina, idadi ya Wachina ndani ya taifa moja la China ni wengi kuliko Waafrika wanaoishi bara la Afrika. Mataifa 50 kama na 3. Lakini wanakuambia mpungue. Ni uongo. Sasa leo sifundishi hili somo moja kwa moja kwa sababu ni somo kubwa sana. Huwezi kulifundisha ndani ya Jumapili moja. Lakini tutagusa mistari michache na kuna hoja nyingine. Kwa sababu hawa watu wanaofundisha vitu vinavyopingana mpango wa Mungu, huwa wanatafuta hoja nyingi ndogo ndogo za kukuaminisha. Sasa mtu anayehubiri kusudi athibitishe, unatakiwa zile hoja zote uzijibu kwa maandiko. Sasa huo muda sina kwa leo kwa sababu sio lengo la somo kufundisha hicho kitu. Ndani ya sura ya leo kuna vitu vingi vingine. Kwa hiyo ingekuwa ni Jumapili tunafundisha hiyo tungegusa vitu vyote. Lakini twende sehemu chache. Twende katika kitabu cha Mwanzo.
Mlango ule wa 12 tutaenda na Mwanzo 17. Mwanzo 12:17 Biblia inasema Mwanzo 12 na Mwanzo 17. Mwanzo 12 mstari wa 2 anasema nami Mungu anaongea na Ibrahimu. Anasema nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka nami nitawabariki wakubarikio nao naye akulaanie nitamlaani. Hilo ni somo jingine lakini Mungu anasema nitakufanya taifa kubwa. Unaweza kuona taifa kubwa lisiokuwa na watu wengi. Kulingana na taswira ya Mungu, wingi wa watu ndio taifa. Leo hii kuna mitaifa Ulaya vidogodogo. Kwa mfano taifa kama Canada. Canada ni taifa kubwa kwa la pili kijiografia duniani. La kwanza ni Urusi. La pili ni Canada. Canada ina watu nusu ya Watanzania. Tu kama 37 milioni. Lakini haina nguvu pamoja na ukubwa wake wote, yani kama bara la Afrika nusu na zaidi. Lakini ina watu 37 milioni 37. Kwa hiyo haina nguvu kwa sababu haina watu. Kwa hiyo ukubwa wa taifa sio jiografia yake. Hapana ni wingi wake ndio ukubwa wa taifa. Ukija katika bara la Afrika, taifa kama Nigeria linalingana na Tanzania kijiografia. Tanzania imezidi Nigeria kwa square mita kadhaa au square kilomita kadhaa. Sisi tuko kama 945 au kitu na 920 na kitu. Square laki 900,000 maana yake laki square kilomita. Tunawazidi lakini wanaizidi Tanzania mara 3 idadi yao. Huwezi kulinganisha idadi, huwezi kulinganisha taifa haya mataifa mawili kwa nguvu za chochote kile. Wanigeria wako juu kwa sababu ya wingi wao. Kwa hiyo ni shetani tu analenga tu kudhoofisha mataifa na kudhoofisha wacha Mungu. Na hasa wanawalenga watu gani? Watu wa Mungu. Wanawalenga wa Israeli kwa sababu ndio walikuwa wanabeba ujumbe wa Mungu. Leo hii watu wasioongezeka ni Wakristo. Amen. Haya mambo ya kupanga uzazi na nini huyakuti kwenye imani nyingine. Nenda kwa Wahindi. Muhindi mmoja anaweza kuwa na watoto 20, 15. Nenda katika mataifa ya kati hapa Middle East hapa Middle East Mashariki ya Kati. Mataifa ya Kiarabu. Watoto 7, 10 ni kawaida. Lakini njoo sasa usomini huku kwa maraisi wa Marekani na wasomi wake wa Kristo wa kisasa wa Kitanzania ni nusu mtoto na robo. Nusu mtoto na robo. Nusu mtoto ni nini? Ni wastani. Unakuta familia za wakaka wawili na wake zao wana mtoto mmoja. Ni nusu mtoto kwa wastani ule ukoo. Wana nusu mtoto. Au moja na robo. Mwanzo mlango ule wa 17:6. Biblia inasema hivi. Tunaona Mungu anaongea Ibrahimu. Mungu anapotamka baraka kwenye Biblia. Mimi nimefanya uchunguzi karibu kila sehemu. Hamaanishi ardhi. Hamaanishi mito na magari sijui hapana naongea. Mara nyingi baraka za Mungu anazitamka sambamba na nini? Na uzao. Tumetoka kuona kwenye Mwanzo 12. Tuone Mwanzo 17:6 anasema hivi. Anasema nitakufanya uwe na uzao mwingi sana nami nitakufanya kuwa mataifa na wafalme watatoka kwako. Tuone mstari ule wa 18 sura hiyo hiyo. Mstari wa 20 anasema hivi. Na kwa habari za Ishmaeli nimekusikia nimembariki. Unasikia Ishmaeli Mungu anafanya nini? Amembariki. Mungu anapotamka baraka neno linalofuata huwa ni kuongezeka. Yaani ni kama anafafanua kwamba ninaposema kubariki ninamaanisha hii. Anasema hivi, nimembariki nitamzidisha nami nitamuongeza sana sana. Anaongelea sawa. Hizo ndizo baraka. Na anaendelea anasema atazaa, sikiliza kwenye baraka anaweka kuzaa, atazaa maseidi 12. Leo hii mtu kaambia kama unazaa maseidi 12 utaonekana kama umelaaniwa. Lakini Mungu anasema ndio baraka yake. Huwezi ukapata kinyume na haya maandiko, enyi makanisa mlioamua kumpotoka Mungu. Semeni ukweli, mwambieni, soma neno la Mungu mwambie watu wenu. Au basi mbebe hekima ya dunia lakini msitumie Biblia, msitumie madhabahu kudanganya wanadamu. Mkitumia sayansi sawa ambayo nayo imepingana na Mungu. Lakini msitumie Biblia
Msitumie neno la Mungu, msisemee kwenye mimbari ya Mungu. Mtakuwa mnamsingizia Mungu na atachukizwa. Nawaambia ninyi mnaohubiri uongo. Some katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 28. Wakati mwingine inabidi tupandishe hamasa kwa sababu Yehu alisema na Elia anasema bwana nina wivu sana kwa ajili ya Mungu. Na wakati mwingine Mungu anataka tuwe na wivu. Biblia inasema Yesu alipofika kakuta kanisa lake hekaluni mwake watu wanafanya biashara kama wanaofanya biashara. Leo makanisa ni biashara. Alitafuta kikokotoo au kama kimjeredi akawafukuza. Wanafunzi wakakumbuka kwa imeandikwa katika kitabu cha Yeremia wivu wa Bwana utanila. Lazima tuliwe na wivu wa Bwana. Tukiona watu wanahubiri injili za uongo na kudanganya Wakristo na nini, imetupasa kupata wivu wa Bwana. Amen. Wakati mwingine tuchukue mijeredi tuwasukume kama alivyofanya Kristo. Ni uongo, anawadanganya watu. Tusome katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 28, mstari ule wa 28:62 anasema hivi. 28:60. Msikiza mstari kama huu. Kumbukumbu la Torati 28:62. Kumbukumbu la Torati ni mstari wa nusu, mstari 24, mstari 14 ya kwanza ni baraka za Mungu. Yaani Mungu anakuambia jinsi utakavyobarikiwa kila namna, na Wakristo wanapenda kuisoma mstari 14. Ile mstari iliyobaki iko kama 58 kufika mpaka mwisho wa sura hii. Ni sura ndefu sana. Yote ni laana. Mungu hatamki kitu kimoja. Mjoni wote mnaenda kubarikiwa. Mungu anasema nitabariki, msipoelewa nitalaani. Mungu ana sura zote mbili. Ndicho alichoandika. Na ukiangalia hapa, laana ni mistari 58, baraka ni mistari hiyo mizani imelingana hiyo? Haijalingana. Basi chagua upande unaokutosha. Chagua baraka mistari 14 uziishi. Sio unazichagua lakini kwa mdomo lakini huziishi. Kumbukumbu la Torati 28 mstari ule wa 62 anasema hivi. Sikiliza mstari. Nanyi mtasalia wachache kwa hesabu, ninyi mliokuwa mfano wa nyota za mbinguni kwa wingi, kwa kuwa hukuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako. Mungu hapa anaongea sauti ya baraka. Ndicho dunia, ndicho Wakristo wanachofanya. Wanasalia wachache, wanapungua kila kukicha. Hawazai watoto, na hii haiishii katika watoto wa mwilini peke yake, ni pamoja na watoto wa rohoni. Kuhubiri injili. Leo hii watu hawahubiri wokovu. Wanahubiri mafanikio, miujiza. Biblia anasema Bwana si tulifanya unabii, tukafanya miujiza kwa jina, wanasema sikuwahi kuwajua, hamkuwahi kuwa watoto wangu. Kwa hiyo Mungu naomba nisitize katika uzao wa mwilini kwanza. Wa rohoni una wakati wake. Kwa sababu ukisema vyote utamaliza. Wacha tuseme wa mwilini. Mungu anasema nitawalaani mliokuwa mko wengi kama mchanga wa bahari, kama nyota za mbinguni, mtabaki wachache kabisa. Ndio pigo langu. Je, sicho Wakristo wanachokifanya kwenye maisha yao? Leo hii mwanamke wa Kristo na wanaume wanapata watoto wana miaka 35, 40. Washazeeka. Naye akikachukua kishakamaga chini, anarudi kazini, kakikua kidogo anakatupa boarding. Ameshamaliza maisha. Watakuja kukutana huko mbele ya maisha yao. Tayari mtoto anasuka nywele wa kiume. Ashakuwa shoga. Hapana. Sio Mungu anachosema jamani. Sio Mungu anachosema. Kwa hiyo tusome kitabu cha Nehemia mlango wa 9:23. Tulikuwa kwenye Kumbukumbu la Torati, twende zaidi mbele. Nehemia 9:23 Biblia inasema Nehemia 9:23 Biblia inasema hivi. Nehemia 9:23 Biblia inasema hivi. Anasema watoto wao nao uliowaongeza kama nyota za mbinguni, ukawaingiza katika nchi ile uliowaambia baba zao kuwa wataingia kuimiliki. Mungu anakuonyesha kwamba anapokupeleka katika kuimiliki nchi ni kukufanikisha. Linaenda sambamba na watoto kuwaongeza kama mchanga wa baharini. Unaweza kusema mtu anaweza kusema ni kwa sababu watu walikuwa hawajawa wengi.
watu mchanga wa baharini ni wachache hao. Lakini Mungu anasema nitaendelea kuongeza humo. Saizi wameshazidi. Hawajazidi kwa sababu hao Mungu anaowasema walikuwa ni kama mchanga wa baharini, nyota za angani za mbinguni. Kwa hiyo ni namba kubwa. Uwezo kuniambia kwamba walikuwa bado ni wachache. Uwezo kuniambia kwamba mchanga wa baharini ni watu wachache. Na ndio hili taifa hili. Walikuwa wamejaa Misri. Misri ni taifa kubwa pia kijiografia. Twende katika vitu vinaitwa facts. Facts ni kama kauli za kweli. Facts. Kauli fupi za kweli. Facts. Fact ya kwanza, sababu zote zinazotolewa za kuzuia uzazi, kupunguza uzazi, zina majina yake yanaitwa family planning, kupanga uzazi. Huwezi kumpangia Mungu. Mungu ndiye anayepanga. Kwa asili Mungu aliweka asili kwamba mtoto akizaliwa akinyonya hawezi mtoto wake mdogo wake aweza kazaliwa kwa sababu ule mfumo wa homoni za huyu mama anayenyonyesha anapokuwa ananyonyesha hauwezi kuruhusu mimba kutunga. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo facts zinazofuata facts ni hizi hapa. Sababu zote zinazotumika kwa ajili ya kupunguza uzazi. Kwanza zimejengwa juu ya msingi wa kibinafsi. Ubinafsi ni dhambi moja mbaya sana. Yaani ni wale wazazi hata upande wa kikeni. Japo na waume zao ndio wanaoongoza hii. Ni katika kujitafutia vitu vizuri. Kwa sababu kulea pia kuna jukumu ndani yake. Akina mama mliolea watoto. Ni rahisi sana kumlea mtoto. Lakini mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo watu wanakataa watoto sio kwa sababu labda nyingine. Sababu kwanza ni ubinafsi, yani umimi. Nataka mimi nifurahie mipango yangu, niende club, niende nini. Nikiwa na mtoto siwezi nikaenda club. Siwezi nikaenda kwenye hata lengo la kwanza ni ubinafsi. Sababu ya pili ni ukaidi dhidi ya neno la Mungu. Yaani ni kule kukataa tu. Mungu amesema hivi mimi sitaki. Kwa hiyo zinatafuta sababu hizo. Sababu ya tatu inayofanya watu wakatae uzao ni sababu zilizojengwa juu ya msingi wa uongo. Ni kusema uongo tu. Kwa mfano nimetoa mfano uongo mmoja wapo ni kwamba wanakuambia zao unaweza kuwasomesha. Marais wa Marekani, George Bush baba yake ni rais. George Walker Bush yule wa pili. Baba yake ni rais. Yeye ni rais na mdogo wake Jeff Bush na yeye ni ukoo wa mitajiri mikubwa lakini alikuwa ana visitana hivi viwili. Jena na mwenzake. Hao ndio wanao uwezo wa kuwasomesha na mandege na mataifa ya Marekani yote. Kwa hiyo ni uongo. Aliyemfuata alimfuata Clinton. Clinton mke wake alikuwa anagombea urais, alikuwa naibu mama wa nchi, waziri wa mama nchi, alikuwa kila kitu na Clinton mwenyewe nini? Mijini mikubwa wana kisichana kimoja kinaitwa Chelsea Clinton. Kimoja tu. Ndicho anachoweza kukisomesha. Kwa hiyo sababu zote ni uongo. Kwa hiyo sababu zote ni uongo. Nani anaweza kusema kwamba nimeweka chumvi kwenye hizo kauli? Kimsingi sijaweka chumvi ya kutosha. Nitakiwa niweke chumvi yote mpaka ikolee. Haijatosha. Kwa hiyo huu ni ukweli, wao wanajenga juu ya uongo. Juu ya uongo. Pia sababu zote zinazotolea zimepingana na Biblia. Kwa hiyo kila kinachosema, nyingine watamleta mpaka mjidaktari wao anaanza kuwafundisha. Hakuna anakuja kwa jina lakini hii Biblia hasomi. Angeisoma angeona anachokisema ni uongo. Lakini pia sababu zote zinazotolewa za kupunguza uzazi pamoja na kwamba ni za ubinafsi, pamoja na kwamba ni ukaidi dhidi ya neno la Mungu, dhidi ya Mungu, pamoja na kwamba ni za uongo, pamoja na kwamba zinapingana na Biblia, lakini pia zimelenga kama kushamirisha dhambi. Watu wote mnajua kwamba vijana wa kike na wa kiume wakiwa bado vijana hawajawa na watoto mmoja wawili, yani anaweza akaenda kashinda kwenye uchafu wake wote. Kwa sababu hana jukumu la kulea. Lakini angalau akishapata kitoto cha kwanza cha pili kidogo wanaanza kutia adabu. Kwa sababu kulea itakupunguzia mapito mengi. Lakini wakati hawana huyo mtoto kwa sababu hawataki mtoto, anazaa mtoto leo, baada ya miaka 8 ndio anafikiria kutafuta mwingine. Hapo katikati anakuwa anatembea dunia yote anachakata njia za mashetani. Uasherati umejaa humo, uzinzi umejaa humo, wanapata nafasi za kulewa, wanapata nafasi za kwenda kasino, wanapata night club, wanapata muda wa kuzunguka na kufanya uovu na kujitajirisha pia kufanya kazi. Na lengo lake lote ni kwa ajili ya matumbo yao. Na vingi wataviacha.
Ina maana Mungu alipowaambia zaeni mkaongezeke alikuwa anajua kwamba hawahitaji hizo kazi kuzifanya. Sasa kwa hiyo ni maneno ya uongo na yakisemwa na dunia hatuna tatizo, lakini yakisemewa kwenye madhabahu na ndiko yanakosemewa zaidi. Ndio sababu yanapitia kwenye mataifa ya Kikristo zaidi. Basi hapo ndipo yanachefua. Kwa hiyo kuna sababu nyingi sana, naomba hilo somo niishie hapo nisije nikaacha kufundisha vitu vingine. Twende kwenye hoja ya pili. Kwa hiyo tunaona makusudi ya Mungu kulingana na ongezeko na uzao wa wana wa Israeli Misri ni mapenzi ya Mungu ni watu waongezeke, sio watu wazuie uzazi. Hakuna sehemu kwenye Biblia hata siku moja inaweza kukuambia kupata hayo maandiko. Watatafuta tu wakati mwingine wanabadilisha na Biblia. Kwa mfano nimekuwa nasoma misali mingine kwenye kitabu cha Kutoka hiki, hii Biblia ya Kiswahili, kuna misali mingine najiuliza nikasema sikupata muda wa kuilinganisha na King James. Wakati naandaa somo niliandalia kwenye King James. Nilikuwa nasoma King James. Lakini sasa niko naisoma kwenye Kiswahili kwa sababu ya kuhubiri, unajua kama kuna vitu vingine vimepishana kidogo. Kwa mfano zile nyumba walizopewa wale akina Shafra na Pua. Mungu ameongelea aliwapa nyumba na mashamba, hapa naona amewapa nyumba tu peke yake. Kwa hiyo kuna vitu amepunguza, wanabadilisha ili kusudi wapate hoja za kusingizi kudanganya. Hoja ya pili inasema ukiwa na Bwana utastawi hata katikati ya mateso na matatizo na taabu. Ukiwa na Bwana tusome kuanzia mstari wa 8 mpaka wa 14. Biblia inasema basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu, akawaambia watu wake, angalieni watu wa wana wa Israeli wengi, tena wana nguvu kuliko sisi, haya na tuwatendee kwa akili. Kwa hiyo wakati mwingine akili sio kitu kizuri. Maana yake tuwatendee kwa akili, maana yake tuwaharibu. Wasije wakaongezeka. Mpango wa shetani ni watu wasiongezeke. Tena kukitokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupingana nasi na kutoka katika nchi hii. Basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao. Nao wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithom na Lemesis. Lakini kwa kadiri, sikiliza mstari unaotafuta 12. Lakini kwa kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Misri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali. Wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na matofali na kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Mpaka mstari wa 14 nimesema. Naomba niangalie kuna mstari hapa naona sikupata muda, mstari ule wa 12 mwishoni ni utafute kwenye King James. Naona kama umepishana. Mstari wa 12 unasema but the more they afflict them, the more they multiplied and grew, and they were grieved because of the children of Israel. Anasema mstari ule wa 12, nao walichukiwa kwa sababu ya wana. Unaona mstari haueleweki, si ndio? Walichukiwa kwa sababu. Unaona kwamba Biblia mpaka uende kwenye King James ndio unapata ukweli. Walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Kimsingi anasema they were grieved, yani walichukizwa, walikuwa wanaona wivu, walikuwa hawafurahi kuona wana wa Israeli mambo yao yanaenda vizuri. To be grieved ni kuumizwa na kuchukizwa na moyo ukauma. Lakini kilichoandikwa kwenye Biblia ya Kiswahili hutaelewa. Kwa hiyo utatoka mtupu. Sikupata muda hata kuangalia hapa. Mimi nilikuwa nasoma kwenye King James. Lakini tumepata majibu. Kwa hiyo walikuwa hawana raha, walichukizwa, waliumizwa, waliona kijicho kwa sababu wana wa Israeli Mungu anawabariki wanaongezeka, wao hawaongezeki. Mpaka wamekuja watu 70 wameisha wazidi wingi. Kwa sababu wanafuata mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba ukiwa na Bwana utastawi hata katikati ya nini? Katikati ya mateso. Tusome ule mstari wa 12. Anasema hivi, lakini kwa kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka. Unajua shetani anaweza akataka kukutesa, akakuletea njaa, akakuletea matatizo na magonjwa, akifikiri ndiyo njia ya kukuondoa kwa Mungu. Kimsingi kipindi hicho ndicho unajikuta unashikamana na Mungu zaidi. Na of course kuna wanadamu ambao hawalijui vizuri neno hili la Mungu wa Kristo, lakini Mkristo wa kweli kipindi ambacho shetani yuko anajaribu kukuvuruga na kukutesa, ndipo unatakiwa ushikamane
neno la Mungu, shikamane na kanisa lako, shikamane na kweli na utakatifu. Sasa kwa kadri walivyowatesa ndivyo walivyofanya nini? Walivyoendelea kuongezeka. Unaweza kusema hii ndio tabia ya Mungu. Kwa kadri unavyoteswa, unavyopitishwa katika mateso, ndipo Mungu anavyoendelea kukujaza furaha moyoni. Unaweza kujikuta katikati labda umetoka kuteuliwa, umepata cheo na nini, umefanya nini, mambo yamekwenda vizuri, unakuta kipindi hicho hata furaha. Lakini unapokuwa unatengwa, unateswa, labda mtu ameamua ameingia na kwenye kanisa kama hili tunahubiri neno, wa ndugu zako wakakutesa, ndipo unajikuta kipindi hicho unapata furaha sana wakati kuliko wakati huko umeshikamana na ndugu zako. Kwa kadiri unavyochukiwa na dunia ndivyo Mungu anavyozidi kukupenda. Yaani ukiona dunia inakupenda ujue kwamba upendo wa Mungu kwako ni mdogo. Kwa kadiri watu wana wa Israeli walivyokuwa wanaendelea kuteswa ndivyo walivyoendelea kuongezeka. Yaani ni kama yamepishana. Kwa kadiri dhambi inavyozidi, Biblia inasema sitaenda huko Rumi 5:20, jinsi dhambi inavyozidi ndivyo neema ya Mungu inavyozidi zaidi. Kwa mfano kama mtu unadaiwa tuliona kwenye Mathayo na hasa Mathayo 18. Mathayo 18 kuna mtu alikuwa anadaiwa deni kubwa sana. Mwingine akawa anadaiwa kadeni kadogo. Hayo madeni ni kama taswira ya dhambi. Yule Maria Magdalena yule, aliyesamehewa dhambi zake nyingi na hata ambaye Biblia inasema alikuwa na mapepo mengi 7. Neema ya Mungu ilikuwa juu yake kwa sababu matatizo yake yalikuwa mengi. Lakini mtu ambaye alikuwa hana mapepo hayo, hana nini. Hata anasema aliyesamehewa sana anapenda sana. Kwa hiyo hata yule ni taswira ya Mungu kwamba jinsi tunavyogundua makosa yetu. Na wote tumekosa sana na kuyapeleka mbele za Mungu ndivyo tunaenda kupata rehema na neema nyingi. Ukimpelekea Mungu, binadamu tuna makosa mengi. Mengi kabisa. Yaani tuna makosa mengi, mengine tunajua, mengine hatuyajui na mengi tunayajua. Lakini ukajisema nampelekea Mungu makosa mawili. Utapata labda neema ya makosa mawili. Unabaki na neema nyingine ambazo hujazipata na rehema. Rehema hicho ndio tunazipata baada ya kusamehewa dhambi. Ni rehema. Kuepushwa adhabu. Lakini ukimpelekea yote 100 au 200, unapata neema ya 200. Kwa kadiri unavyoendelea kuteswa, jambo linavyoendelea kuwa jingi kama kukutesa au kurudisha chini, ndivyo Mungu anavyoendelea kupeleka juu. Tuende sehemu nyingine. Tuendelee kuliangalia hili swala. Kwa kwamba kwa kadiri mateso yanavyoendelea kuwa mengi, ndivyo nguvu za Mungu zinavyoendelea kutufunika. Tuende katika kitabu cha Tuende maalum, mahususi maalum katika habari ya kwa kadiri tunavyoendelea kuteswa. Kwa sababu tumeona kwa kadiri tunavyoendelea kutenda dhambi ndivyo neema ya Mungu inavyoongezeka. Kwa kadiri tunavyokuwa tumetengwa na watu ndivyo furaha ya Mungu inaendelea kuongezeka. Lakini twende maalum specific. Maalum si kama tunaelewana kwa maneno yanasema maalum katika kwa kadri tunavyoteswa. Kwa sababu tunaona kwamba wana wa Israeli kwa jinsi walivyoendelea kuteswa ndivyo walivyoendelea kuongezeka. Na lengo la kuwatesa lilikuwa wapungue. Lakini kuteswa kwao ndio kwa sasa kama kuna wachochea. Tuangalie moja kwa moja katika muktadha huo. Kwa kadri tunavyoendelea kuteswa ndivyo tunavyoendelea kuongezeka mbele za Mungu. Tuende katika kitabu cha Matendo ya Mitume sehemu mbili tofauti. Agano Jipya twende pale haraka kidogo. Matendo ya Mitume mlango wa 8 Biblia inasema hivi. Matendo ya Mitume mlango wa 8 Biblia inasema mstari wa kwanza na wa 8. Matendo ya Mitume 1 na 8 inasema hivi. Siku ile kukatokea adha kuu ya kanisa lililokuwa Yerusalemu. Hao watu wanateswa hawateswi? Wanateswa. Wote wakatawanyika katika nchi ya Uyahudi na Samaria isipokuwa hao mitume. Twende mstari wa 8. Anasema hivi. Mstari wa 8. Ikawa mstari wa 8 niko Matendo ya Mitume. Mstari wa 8 uko tofauti.
Anasema naona sikunukuu vizuri lakini mbele kidogo nafikiri mtumishi anaweza kaniangalizia. Anasema wale watu walioteswa wakaondoka walibaki mitume tu. Tulisha kusoma kitabu nakumbuka. Wakina Filipo wakawa wameenda Kaisaria Filipi. Wanasema walivyoendelea kuteswa ndivyo ilikuwa kama wanatawanya ile injili. Watu wamejikusanya Yerusalemu wanapiga injili wanafanya nini? Wako Yerusalemu. Mungu alisema ninyi mtakuwa mashahidi yangu hapa Yerusalemu na Uyahudi na Samaria na hata mwisho wa nchi. Paka duniani hata huku Tanzania hiyo injili imefika. Kwa hao waliopata injili kutoka kwa Kristo. Lakini wakawa wamebaki pale. Sasa walipoanza kuteswa kila aliyekuwa anakimbia kwenda Yerusalemu alikuwa anaondoka na injili. Kutoka Yerusalemu alikuwa anaondoka na injili. Kwa hiyo kwa kadri wanavyoendelea kama kuwatesa ndivyo wanaendelea kuitawanya nini? Injili inafika hata ambapo ilikuwa haijafika. Paulo alipeleka injili Rumi. Hakuwa ameenda kwa ajili ya kupeleka injili. Hapana, alikuwa ameenda kwa Kaisari kukata rufaa. Unakumbuka kwenye mlango wa 27 wa kitabu cha Matendo ya Mitume hiki. Lakini kwa kadri walivyokuwa wanamshtaki na kumfunga ndivyo alikuwa anajikuta anapeleka injili mpaka mbali zaidi. Mpaka akafika kwenye kisiwa cha Mileto na hapo akaacha injili pale. Kwa hiyo na ndivyo ilivyo. Biblia inasema wakati wa utawala mpinga Kristo, jinsi watu watakavyokuwa wanaendelea kuteswa ndivyo watakavyokuwa wanaondoka wanapeleka na injili vile vile. Ni mpango wa Mungu. Wana wa Israeli jinsi walivyokuwa wanateswa ndivyo walivyokuwa wanaongezeka. Hem tuende katika Matendo ya Mitume mlango wa 16. Kwa hiyo tumeona kwamba walipoteswa waliondoka na injili. Matendo ya Mitume mlango wa 16 mstari mzuri sana. Naomba tuweke kidogo fikra na tufikirie vizuri. Matendo ya Mitume 16:24 mpaka 26. Biblia inasema sikiliza mistari. Anasema hivi. Anasema naye akiisha kupata amri hii akawatupa katika chumba cha ndani akawafunga miguu kwa mkatale. Lakini panapo usiku wa manane Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ni Paulo na Sila walikuwa Filipi walikuwa wanahubiri injili wakakamatwa wakawekwa ndani wakafungwa pale Filipi. Walipofungwa ndani usiku ndo wakawa wanahubiri injili kwa wafungwa wale. Kwa hiyo wafungwa wanapata nafasi ya kupata injili ambayo wasingeipata. Kuna watu wengine ambao injili huwa zinafikaga kwenye magereza kwa wahubiri kufungwa na wenyewe kwa sababu ya injili. Kwa kadri unavyoendelea kuwatesa ndivyo unakuwa unaendelea kueneza neno la Mungu. Ndivyo ilivyo. Wakati mwingine usije ukalia sana ukiona umeteswa labda umefanywa kitu kibaya. Biblia inasema kuna makusudi ya Mungu katika kila mapito ya wacha Mungu wake. Kila pito unalopitia kama ni mcha Mungu umeweka moyo wako kwa Mungu hata ndani ya mateso yako kama haya makusudi ya Mungu yanatimia na makusudi yako pia yatatimia. Kwa hiyo tunaona kwamba kufungwa kwao kuna wafanya wafungwa nao wafanye nini? Wapate injili. Anaendelea mstari ule wa 26 ghafla pakawa na tetemeko kuu la nchi hata misingi ya gereza ikatikisika na mara hiyo milango ikafunguka vifungo vya wote vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza, Biblia ya King James inasema askari wa gereza. Hivi gerezani kuna mlinzi, kuna askari. Kuna askari ni kujaribu tu kupunguza nguvu ya injili. Usikia huyu ni mlinzi tu, hapana, ni askari huyu. King James inasema askari, the soldier. Kwa hiyo tu tunatumia lugha ya kibiblia sio wanatudanganya hao bana. Yule mlinzi wa gereza akaamka naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka alivuta upanga wake akataka kujiua akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia, ila Paulo akapaza sauti yake akasema kwa nguvu akisema usijidhuru kwa maana sisi sote tuko hapa. Akataka taa ziletwe
akarukia ndani akitetemeka kwa hofu, akawaangukia Paulo na Sila, kisha akawaleta nje akasema, bwana zangu, yani pasa nifanye nini nipate kuokoka? Wakamwambia, muamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Unajua usiku ule hii nyumba ya huyu askari wafungwa tayari shapigwa injili ndani. Huyu askari mwenyewe inaonekana ilikuwa ndio mwisho wa kufanya kazi ya uaskari ya kufunga watu. Inaonekana kwanza alibatizwa usiku huo na nyumba yake yote baada ya kuwa ameamini. Kwa hiyo unaona kwamba kwa kadri ya kina Paulo walivyokuwa wanafungwa, wanateswa, wana Waisraeli wanawekwa ndani, wanafanyishwa kazi, ndivyo injili ilivyokuwa inaendelea kuenea. Ndio utendaji wa Mungu. Ndio utendaji wa Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya, anasema njia zangu zi juu sana. Njia zangu sio njia zenu. Tungedhani kwamba wakati magari yapo ya kutosha na vyakula vipo na fedha na utajiri ndio mambo yanaenda vizuri. Hapana, Mungu anasema kipindi hicho kazi haifanyiki, inafanyika kunapotokea adha. Wana wa Israeli wanaongezeka zaidi kipindi hicho. Kwa hiyo tulijue hilo, wakati mwingine inaweza ikatutokea. Turudi katika Matendo ya Mitume hiyo. Matendo ya Mitume mlango ule wa 5. Matendo ya Mitume inahusu sana kwenye habari za injili na kuongezeka, kwa sababu hapa tunaongelea kuongezeka kiroho. Maana zote zinahusika hapa. Matendo ya Mitume ndipo kanisa lilikuwa linajengwa. Ndipo injili ilikuwa inahubiriwa zaidi kuliko sehemu nyingine. Kwa sababu ndipo mitume walivyokuwa wanatawanyika. Twende kwa Matendo ya Mitume mlango ule wa 5. Tusome mstari ule wa 25. Matendo ya Mitume 5:25. Anasema hivi. Matendo ya Mitume 5:25 anasema hivi. Anasema mtu mmoja akaja akawapasha habari ya kwamba watu wale mliowaweka gerezani wako ndani ya hekalu wamesimama wakiwafundisha watu. Yaani Mafarisayo walikuwa wameshaambia kina Petro, hakuna kuhubiri injili, wakawafunga. Baadaye kama alivyofanya kwa kina Paulo, Mungu akaleta nguvu zake, ile gereza ikafunguka, wakatoka, hawakukimbia, wakarudi hekaluni wakaanza kufundisha. Mtu anamwambia, si mlishawafunga wale watu? Wako wanahubiri huko katikati, wako hekaluni wanaendelea na shughuli ya injili. Sasa unaona kwamba kwa kadri walivyokuwa wanawafunga ndivyo injili ilikuwa inaendelea kuhubiriwa. Na ujasiri ndivyo kwa unaendelea kutokea. Kwa hiyo tusishangae sana, ndio utendaji wa Mungu. Mtende katika kitabu, ukisoma katika kitabu cha Filemon, sina muda wa kwenda huko. Filemon mlango wa kwanza. Twende pale kidogo Kitabu cha Filemon watu kisomi sana. Kina sura moja tu. Ngoja tukisome leo. Watu kisome sana, sio sisi tu, msingi ni kwamba kina mistari michache, lakini hebu tukisome kitabu cha Filemon. Filemon mlango wa kwanza mstari ule wa, ukimaliza Tito pale kuna Filemon. Filemon mlango wa kwanza ndio mlango wa pekee. Mstari wa 10 anasema hivi. Anasema, nakusihi kwa ajili ya mtoto wangu niliyemzaa katika vifungo vyangu, yaani Onesimo. Sina haja ya kuendelea pale. Paulo anasema wakati yuko amefungwa, wakati yuko leo hii, ngoja tuulize, Wakristo leo hawajafungwa, si ndio? Wako huru, si ndio? Wanazaa watoto wa kiroho. Sisi hapa hatujafungwa, tumezaa nani? Paulo anasema mimi huyu mtoto nilimzaa nikiwa kifungoni. Yamkini walikuwa wamefungwa wote, akampa injili, akabatizwa. Amina akaamini. Kwanza labda kubatizwa. Lakini ni mtu labda alikuwa ni askari, ndiye alikuwa anamhudumia, anamfunga, alafu akawa kama huyo askari. Kwa hiyo ndani ya mateso, hoja ya pili inasema ndipo kazi ya Mungu inapoendelea kufanya nini? Kuongezeka na kuzidi sana. Hem, tusome kitabu cha Yeremia, huu mstari kama utaweza kukumbuka huu mstari ukumbuke. Ni ile mistari yenye kweli za ajabu sana. Yeremia 48 Biblia inasema, Yeremia 48:11, hii mistari ya ajabu sana hii. Yeremia 48:11 Biblia inasema hivi. Anasema hivi. Moabu amestarehe tangu ujana wake, naye ametulia juu ya sira zake, wala hakumiminwa kutoka chombo kimoja kutiwa chombo kingine, wala hakwenda kufungwa. Kwa hiyo radha yake anakaa nayo, wala harufu yake haikubadilika. Si kama umeelewa? Moabu ni
Tushawahi kusoma mstari kipindi fulani tulikuwa tunajadili mimi na wewe. Moabu ni uzao wa Rutu na wale mabinti zake. Lakini walikuwa ni watu ambao walitakiwa wamtumikie Mungu kwa sababu walikuwa ni uzao wa karibu wa Ibrahimu. Ni uzao wa karibu sana. Hawa sio kama Wakanani wengine. Sasa wao wakaenda Biblia inasema wamekaa kwenye Biblia King James anasema ni kama mafuta yamekaa kwenye chupa moja yakaganda hayakutikiswa. Hivi ukiwa na mafuta kwa mfano kuyaacha sehemu moja bila kuyatikisa bila kufanya nini? Si yanaoza? Anasema hayakutikiswa, hayakumiminwa angalau kabadilishwa na nini. Leo hii Wakristo wanakaa sehemu moja wametulia, hawajaonja pigo la njaa, hawajaonja pigo la lolote ile la kuteswa na kutafutwa. Wanakaa vile vile, harufu yao mpaka inabaki ile ile. Maana ni kama wameshaanza kama vile kuharibika vile. Sisi tumesikia huo mstari anasema, Mungu anasema sasa mimi nitakuja mbele sikupata muda anasema nitakuja niwamimine kwenye chupa mpya. Niwatoe sehemu alipokuwa ni kama unawachanganya. Sisi kama tumeelewana watu wapendwa wa Mungu. Huo mstari ndivyo unachosema. Anasema mstari wa 12 basi tazama siku zinakuja asema Bwana ambazo nitampelekea wamiminao na watamimina nao watamwaga vyote vilivyomo vyomboni mwake na kuzivunja chupa zake vipande. Kule walipokuwa wamekaa sehemu moja kagandiana. Akawa ameanza kuharibika. Anasema nitamimina ili kusudi aanze kutembea, aanze kujitambua. Hana mazoezi. Ametulia sehemu moja. Ameganda. Mkristo aliyeganda ni Mkristo hatari sana. Jamani hili somo inawezekana labda halijawahi. Siko hapa kumpendeza mtu by the way. Kwa hiyo naomba litufikirishe. Ni nani anahisi kwamba huwa nahubiri kwa lengo la kuhukumu? Nisamehe. Mimi nahubiri kwa lengo la kujulisha kweli. Na pale ambapo kweli tumeganda tumelala, tujifikirie ni namna gani tunaweza tukajigeuza. Biblia inasema Mungu asije akatumimina, tujimimine wenyewe. Kama hatutaki kutembea kupeleka injili tuipeleke kabla Mungu hajatuletea mateso tukaipeleka kwa kukimbia. Tukawa kama wale watu kwenye Matendo ya Mitume walioenda mbali kwa sababu walipeleka injili kwa sababu ya matatizo. Biblia inasema hukumu wenyewe hatahukumiwa na Mungu. Unaangalia hapa jamani ninajua hii kweli nimefanya hivi Mungu nimemfanyia kwa kitu gani? Leo nilikuwa najiuliza ili somo nitakuja kulisema. Naomba nisiendelee sana. Muda umeenda. Okay, ngoja nimalizia kwa hoja. Niko najiuliza kuna watu wanasikia fulani ni mtumishi wa Mungu. Fulani ni mtumishi wa Mungu. Watu wanaliona ni jambo la kawaida. Hapana, Mungu ameumba wanadamu wote ili kusudi wawe watumishi wake. Basi. Ukisikia fulani na watu wanapenda kulisema jamani mimi ni tofauti yule si mtumishi wa Mungu mimi tofauti. Kila mtu aliyeumbwa na Mungu kwenye hii dunia hakumuumba ili kusudi kwa makusudi yako wewe mwenyewe. Alikuumba wewe na mimi kwa ajili ya utukufu na utumishi wake. Kwa hiyo tusitamani kusema hiki ni watumishi wa Mungu sema na wewe. Amina. Ni neno gumu kidogo? Hapana lisiwe gumu. Ni nani anadhani kwamba kuna wengine Mungu aliwaumba ili kusudi wajishughulikie mambo yao alafu wengine amechagua wengine wamtumikie wengine watumikie wengine wasimtumikie Mungu. Watu wote ni watumishi wa Mungu. Wote kabisa. Tafuta kitu cha kumtumikia Mungu lakini usikose kimoja wapo kuvua wanadamu. Unaweza kumwimbia Mungu, unaweza kumfanyia chochote, haina ubaya, lakini hakikisha kwamba kuna watu unawapeleka katika kanisa la Mungu linalohubiri kweli. Leta watu hapa tuwahubiria sisi. Fanya hiyo kazi, uone. Na ukishavua mmoja, utavua na wapili na watatu na itakuwa furaha moyoni mwako. Unakuwa na madeni unamkopa. Mimi najiuliza hivi siku ukifika mbinguni kwa Mungu, utamwambia Mungu miaka uliokaa duniani ulifanya nini nayo ile miaka kweli? Jamani, tujiulize. Kama hujaweza kufanya hiyo kazi, sija kuhukumu hapana. Mungu wala hakuhukumu. Ila ninakukumbusha makusudi yetu. Pole tufanye kidogo tu tutafika. Wala usikimbizane. Fanya kidogo tu.
Mbebe mmoja tu mlete kanisani atasikia. Siku nyingine Mungu anasema hiki alishakiweza. Ngoja nitampa jukumu la pili, nitampa jukumu abebe Biblia aende na mwingine wakamkute huko kwa sio kumkutana naye barabarani kumleta kanisani. Lakini tufanye kazi ya kupeleka watu katika ufalme wa mbinguni, itakuwa amani na salama kwetu kabisa kabisa. Yaani usikubali kabisa kujitumikia wewe mwenyewe, ukaacha kumtumikia Mungu. Tafadhali naomba mnielewe. Mnielewe kabisa. Ninawaambia ujumbe wa Mungu, sina ujumbe mwingine tofauti na huo. Kabisa. Nadhani kwamba ni kazi ngumu sana kwa mtumishi wa Mungu kuliko kujitumikia wewe mwenyewe. Hapana. Ukisoma katika kitabu cha Luka mlango wa 17 mstari wa 15, sina muda kwenda huko kwa sababu muda ushaisha. Mungu Yesu aliwaponya watu 10 wale wakoma, lakini kuna mkoma mmoja ndiye aliyerudi kumshukuru. Na Biblia inasema naye alikuwa Msamaria. Huyu ni mtu aliyekuwa ni kama mwenye mateso. Alikuwa hakubali. Wasamaria alikuwa ni kama watu wa ziada wasio Myahudi ndio kwa mwenyewe. Lakini Wayahudi 10 wameenda amerudi Msamaria peke yake kumshukuru Yesu. Maana yake ni nini? Huyu ni mtu ambaye yuko kwenye mateso. Huyu ni mtu ambaye usamaria wake ulikuwa ndio uwe kigezo cha kumfanya aende mbali na Yesu, lakini ndio ukamleta karibu na Mungu. Kwa kadri alivyokuwa na teso na matatizo ya dunia ndivyo alivyokuwa anamkaribia Kristo. Wale walio karibu na Kristo ndio wanaenda mbali. Hebu tumalizie. By the way, naomba kabla sijasahau niguse kitu kimoja. Tunaona kwamba Mungu kuna tofauti ya roho za Wakristo. Hakuna tofauti ya rohoni kati ya mwanamke na mwanaume kabisa. Mbele za Mungu roho za Wakristo wote zina thamani sawa. Ila katika maumbile kwamba mmoja amempa ndevu, mwingine amempa kifua, mwingine amempa nini? Yale maumbile yana tofauti ya mume na mke kwa Wakristo kwa mbele ya Mungu kimwili ipo. Ndio sababu watoto wa kiume walikuwa wanauliwa, watoto wa kike wanawaacha hai. Unaweza kusema watu walikuwa hawajaleta haki ya kibijinsia. Hiyo haki haipo ya namna hiyo. Kimwili hakuna hauwezi kuwalinganisha, wako tofauti. Lazima uwe wa kiume uache watoto wa kike. Kiroho tuko sawa mbele za Kristo. Kiroho, roho zetu zina thamani sawa mbele za Kristo. Kimwili tuna thamani sawa lakini tuna majukumu tofauti. Nilikuwa tu nimeingiza huko katikati, sikupata muda wa kuhubiri kwa sababu una hoja nyingi sana. Tuende kwenye hoja ya mwisho na muda ushaisha. Ni hoja ya mwisho na naomba hii nitaigusa kidogo mnielewe tu, sitaithibitisha kwa maandiko mengi kwa sababu muda haupo. Lakini inaanzia mstari wa 15 mpaka 22 inasema kumtii Mungu imetupasa kumtii Mungu kuliko kumtii mwanadamu. Na naomba pia nianze pia Mungu anatutaka miongoni mwa vitu ambavyo Mungu anavitaka kwenye amri zake au kwenye makusudi yake ya mwanadamu ni kutii. Kutii. Mungu anataka mtu atii mamlaka aliyopewa na Mungu. Kwa mfano, imetupasa kutii mamlaka ya nchi. Sana. Amina. Amen. Kabisa. Na kumpa heshima kiongozi wa nchi. Awe ni wa wilaya, awe ni wa mkoa, awe ni wa taifa, awe ni nani, tumpe heshima, tumseme kwa heshima. Kabisa. Imempasa Biblia inasema hakuna mamlaka iliyoko dunia. Hata kama hamtii Mungu sio kusema kwamba ile mamlaka itakuwa inafanya kazi ya Mungu, hapana, haimtambui Kristo. Lakini iko pale kwa sababu Mungu ameruhusu. Kama alivyomruhusu Pilato akatawala, lakini sio kwamba Pilato alikuwa anafanya kazi nzuri. Lakini lazima aheshimiwe. Mungu anataka tutii mamlaka. Mungu anataka wanawake walioolewa wawatii waume zao. Mungu anataka Wakristo wawatii viongozi wao wa kanisa kama ni wachungaji au nini, ni kawaida. Nizo mamlaka mbalimbali zilizowekwa na Mungu kama za kiserikali, ndani ya familia mume na mke. Watoto wanatakiwa kuwatii wazazi wao. Hizo ni mamlaka zilizowekwa na Mungu. Lakini juu ya hizi mamlaka mbalimbali za kiserikali, ndani ya nyumba mume na mke, ndani ya ukoo wazee na ni vyote hivyo, juu kuna mamlaka moja kubwa ambayo ni ya Mungu. Biblia inasema sitaenda kwenye ile mstari, tunaona kwamba hii inatokana na wale wanawake wale wakunga walikataa kutii mamlaka ya nani? Ya Farao. Sasa unaweza kusema ina maana si Mungu amesema tutii mamlaka ya kiserikali, ndio. Lakini kanuni ni kwamba tutatii mamlaka zozote tulizopewa na Mungu, kama ni za kiserikali, za kifamilia, mume na mke na nini, mpaka pale ambapo zile mamlaka hazipingani na Mungu.
au hazitufundishi kutenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo hawa kina Shifra na Pua wale wakunga hawakutakiwa kumtii. Leo hii kuna viongozi kuna wataalamu wa afya, manesi, madaktari, watu mbalimbali wanashirikiana kutoa mimba za watoto kwenye vituo mbalimbali. Na kituo kimoja pamoja nataka kusema ni kituo sio kimoja, ni vituo viko vingi, vinaitwa vituo vya Marie Stopes. Kituo hicho ni vituo vinavyokuambia vinadili na family planning, vinaweka vipandikizi kwenye makwapa ya kina mama, vinachoma sindano, vinaweka vitanzi kwenye sehemu zake za nani za kuzuia ujauzito na nini, lakini pia vinasaidia kutoa mimba na japo sio rasmi. Vile vituo vinafanya kazi kama alivyokuwa anataka nani? Farao, shetani. Leo hii kama wewe umesomea afya, ni daktari, unatakiwa ukatae kutoa mimba. Amen. Kuzuia ujauzito. Amen. Sio mapenzi ya Mungu. Lakini watu na ni Mkristo, unakuta daktari wa Kristo, hasikii Mungu anachokisema, anasikia maelekezo ya Wizara ya Afya. Anasikia maelekezo ya Shirika la Afya Duniani. Ana maelekezo ya mkuu wa hospitali ile, labda ndo mkurugenzi ni hospitali binafsi na nini. Hapana. Kabisa. Tunaona na hawa wakunga waliosomeshwa mpaka wanajulikana na Farao kwa majina, ni watu wakubwa hawa, lakini japo walifanya kudanganya, hata kama ni kudanganya danganya. Kweli unasema wamefundisha, hapana. Mungu unaona walimdanganya, walisema kwamba wanawake wa Kiisraeli wakija kuzaa tukifika tu hawatuhitaji, tutakuta tayari ushajifungua, wao wana nguvu. Wala haikuwa hivyo. Inaonekana ni kauli kama za kujitetea tu. Hawakutaka kuua watoto wa kiume. Baadaye tunaona sasa kwenye mlango wa pili kina Musa wanaanza kutafutwa sasa. Kwa hiyo tunaona kwamba imetupasa kufanya nini? Huyu Marie Stopes huyu ambaye ndo mwenye hizo na ni dunia nzima, inaitwa MSI International, Marie Stopes International. Alikuwa nimefanya kumtafuta kwenye mitandao na nilishawahi kusikia habari zake kabla. Alizaliwa mwaka 1880, alikufa mwaka 1957. Ya kama 60 kidogo hivi iliyopita. Ameacha hivyo vituo, lengo lake, kazi yake ya kwanza alikuwa mtaalamu wa mambo ya mimea. Kazi yake kubwa ilikuwa ni unasoma historia, nataka kuonyesha kwamba huko nimeongeza tu. Lengo kubwa ni kuonyesha malengo yake. Malengo yake ya kwanza alishirikiana na mwanamke mwingine aliyeanzisha mpango unaitwa mpango wa uzazi duniani. Aliyekuwa anaitwa Margaret Sanger. Anajulikana sana Marekani, alikuwa nesi. Huyu Margaret Sanger yeye alizaliwa mwaka 1879. Mwaka mmoja kabla ya yule mwingine, alikuwa mdogo kwake. Alikufa mwaka 1966. Alimzidi kuishi kwa kidogo. Hawa wote kwanza walikuwa wanaamini katika kitu kinaitwa eugenics. Eugenics ni kuchagua watoto bora ukaua wale ambao sio bora. Kwa mfano mtoto akizaliwa labda kamaona labda anauma labda ugonjwa wa kichwa kikubwa na nini, wale watoa. Lakini pia watoto wa Kiafrika walikuwa hawataki kwa sababu inaonekana sio ukoo bora, walikuwa wanatafuta watoto wa kizungu. Na hata binti walikuwa na uwezo wa kumpandikizia binti wa Kiafrika mtoto wa kizungu ili kusudi azae chotara apate mtoto mwenye akili. Kwa hiyo wakawa na huo wa Afrika. Ndio wamekuja mpaka Afrika huku, ndio wameenea dunia nzima, wameenea hapa Tanzania pia. Anaitwa Marie Stopes International. Walikuwa wanaamini wote hawa wanawake wawili miaka hiyo yote wamezaliwa mwaka 1800 walitoka ndoa zao zilisha kwenye taraka mara 3. Na wote huyu alikuwa na mtoto mmoja anaitwa Harry. Huyu Marie Stopes mwenye vituo vya Marie Stopes. Viko vingi mjini ndio vinaweka vitanzi na vipandikizi kwa kina mama wengi. Project zao. Kwa hiyo ni zao la Farao. Kuzuia uzao ilianzia kwa Farao. Historia inaonyesha kwamba ilianzia Misri. Na iko pia kwenye Biblia. Sina muda wa kwenda huko sana. Lakini Biblia inasema mstari wa 19 sura ya leo Kutoka 19, Mungu anasema kwa sababu walikataa kufanya kazi ya shetani ya Farao, Mungu
tendea mema wale akina mama. Tukisimama dhidi ya dhuluma, tukasimama upande wa Mungu na maelekezo ya Mungu na nini, Mungu atatutendea mema vile vile. Nilikuwa na mambo mengi ya kuongelea lakini naomba niishie hapa. Kuna mistari mingi sana. Kwa mfano ukisoma katika Matendo ya Mitume mlango wa 5 mstari wa 29, Matendo ya Mitume 5:29, walikuwa wamewazuia kina Petro wakasema msihubiri. Wakasema hukumuni wenyewe. Je, ni halali kuwatii ninyi tusimtii Mungu? Kwa hiyo tuna jukumu la kutima. Ili somo nitakuja kufundisha kutima mamlaka zote hizi. Lakini kwa mfano mtoto labda akaambiwa kuna watoto nakuta wazazi wao ni wachawi au wana viringe vya uchawi na kuagua. Anamwambia au labda wanauza madawa kulevya, mtoto anaambia hem tusaidie tupelekee kwa fulani, mtoto ana haki ya kukataa pale. Au labda ni mama mmeo akakuzuia kwamba usiende kanisani, anaweza akakuzuia kwenda kwenye kanisa fulani. Sawa, hiyo ni sawa. Kwa sababu sio lazima uende kwenye Mungu hana kanisa moja, makanisa mengi, lakini kitu usichoweza kukubali ni kukuzuia kwenda kanisani. Anaweza akasema sitaki uende kwenye kanisa leo. Okay. Kwa sababu lazima utii ile mamlaka. Lakini asikuzuie kwamba sitaki ukanyage kanisani, hapana. Hapo ni kosa. Anaweza akasema usiende kwenye kanisa fulani. Unaweza kaenda sawa uende. Kwa sababu kanisa pia yana vigezo tofauti. Na huko tutakuja kulifundisha siku nyingine. Mungu abariki sana. Baba mbinguni nakushukuru kwa neno hili. Tunasema asante kwa kutupa kuanza kitabu hiki. Mungu tunaomba kikatupe nuru yako. Baba alibariki jina lako. Mtakatifu asante kwa nguvu zako pia. Naomba bariki watu wako. Bariki kusanyiko hili. Bariki wanaotufuatilia kutokea mbali pia. Bariki kazi yako Mungu. Baba na wabariki watu wako. Katika kipindi chote kilicho mbele yetu mpaka tutapokutana tena uwe pamoja na kusanyiko hili. Walinde na kuwatunza. Mfalme wa rehema ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Mtakatifu. Tunapokea. Amen.